Tuko na mzee wetu ambaye ni rafiki wetu wa karibu sana sisi Jambo FM. Tunajivunia Mheshimiwa Anthony Mtaka ambaye ni mkuu wa mkoa wa Njombe. Mheshimiwa, kwanza heshima yako. Nashukuru, unaongeleni pia watu wa Jambo. Sisi tunategemea kwamba Jambo itakuwa tunasema the biggest radio station kwa kanda ya Ziwa. Yes. Mimi matarajio yangu ni kuona kwamba Jambo FM inasimama kama chombo kikubwa cha habari. Okay. Kwa mikoa ya kanda ya Ziwa na baadaye kwa taifa. Tunapozungumzia vyombo vikubwa vya habari, tuseme iwe ni pamoja na Jambo. Ndio. Okay. Sawa. Mheshimiwa, ilani imezinduliwa na imepokelewa hapa katika ukumbi huu hapa. Nini matarajio na nini mtazamo? Matarajio yangu ni makubwa sana. Na matarajio yanaanza na Jambo Food Product. Okay. Unanielewa? Tuko mbali au tuko karibu? Tuko sawa. Matarajio yanaanza na Jambo Food Product. Yes. Jambo Food Product katika maeneo mawili. Yes. Juzi amewapa tangazo kwamba anataka kuanzisha project ya usindikaji wa maziwa. Yeah. Lakini Jambo alianza kwa kuagiza malighafi nje ya nchi. Yeah. Kutengeneza juice. Leo Jambo ananunua maembe. Yes. Ananunua machungwa. Ananunua ubuyu. Ananunua ukwaju. Ametuletea ladha nyingi za vinywaji vya baridi ambazo hazikuwepo sokoni. Serikali kwenye ilani inatamani kuona nyongeza ya thamani ya mazao yetu huko yanakozalishwa. Okay. Shinyanga tumeonyesha njia kupitia Jambo. Leo wakulima wengi wa maembe ambao walikuwa wanayatupa wakisha kula yanaisha kuliwa na ndege, wanayakusanya wanapeleka kiwandani. Kule Njombe maparachichi yalikuwa yakiwa mengi, yasipogawiwa mashuleni anapewa nguruwe. Leo viwanda vinaenda kusindika maparachichi kwenda kwenye mafuta. Mimi ninachosema ni kwamba kitendo cha serikali kusema kwamba tunaenda kujenga viwanda huko kwenye maeneo yetu vijiji, maeneo yetu ya wilayani huko, ndio utakao mkuu msingi wa kuzalisha ajira kwa Watanzania. Ndio msingi. Ukishaongeza thamani ya mahindi, maana yake shambani watu wamepata pesa, kwenye magoda watu wamepata pesa, pale kwenye kusaga wanapata pesa. Ukifanya packaging unaongeza thamani. Kwa kesho tunapeleka unga nje, hata peleka mahindi nje. Tunapeleka mchele nje, hata peleka mpunga nje. Tunapeleka mafuta, tunapeleka parachichi daraja la kwanza kama tunda shindani kwenye soko. Huko ndiko tunataka kwenda. Watu walikuwa na mwaga maziwa. Viwanda vikiwepo huko, maana yake ni kwamba tutahifadhi maziwa, mfugaji atapata faida. Ataona faida ya ng'ombe wake kwa sababu Asas atagombania maziwa, Jambo atagombania maziwa, Mgawa utagombania maziwa, familia zitagombania maziwa. Mfugaji lita moja ya maziwa anauza kwa hasara shilingi 200, atapata kwa shilingi 1000, 1500, 2000. Utayasindika, atapata yogurt, atapata. Ndio faida vile viwanda. Ukijenga miundombinu, kuna maeneo huko duniani mazao yanakozalishwa barabara hazipitiki. Kwa hiyo inamlazimu mtu aseme kilo ni shilingi 800 kwa sababu gharama ya kufikisha mzigo barabara kwili uchukuliwe ni gharama kubwa. Pale Njombe watu wanazalisha viazi mviringo, kuvitoa huko viliko kuleta barabarani ni gharama kubwa sana. Maana ambapo ungetozwa fuso shilingi 200 wanatozwa shilingi 800. Kwa na kilo ya viazi inakuwa shilingi 1000 badala ya shilingi 400. Kwa mimi nasema ilani inaenda kujibu mahitaji. Lakini sisi maeneo yetu ya kanda ya Ziwa tuna maeneo mengi ya madini, lakini watu wamekalili tu madini ni Geita, madini ni Kahama, madini Nyamongo. Kumbe huenda tuna madini Tabora, tuna madini Musoma, tuna madini Kigoma, Njombe. Tuna madini Njombe. Tukitoka 12-13 za upimaji wao tukaenda kwenye kupima nchi yetu kwa 50%, tutaibua mafuriko makubwa sana ya ajira za vijana. Kama unavyoona vijana wako Mwadui, vijana wako Kahama huko, Kahama imechechemka kwa sababu ya madini. Tutakuwa na maeneo mengi sana ambao watu watafaidika. Lakini mimi naamini kwamba ilani hii tukienda kwenye kuitekeleza kama alivyosema Mheshimiwa Rais, tunajiamini utekelezaji utafanyika, nchi yetu vijana watapata mwanga. Na vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo. Hatuwakatazi kuacha kunywa, lakini wasinywe pombe hovyo hovyo, wasiwe vijana lopo lopo. Tuandae taifa letu la kesho ambalo na vijana wenye afya njema. Tumefanikiwa kwenye kampeni ya ukimwi, watu watumie kinga na vitu vingine. Nadhani mambo ya pombe sasa tuambie watu. Kuminya konyagi tu zinaenda huko tumboni, lazima watu waweze kwenda tahadhari. Na haya pombe pia tuyazungumze. Hatukatazi watu kunywa.
Kama tunavyosema kwamba kuwe na kiasi kwenye sukari matumizi, na hata kwenye mambo ya pombe haya tuwe na kiasi, ili kesho huu uchumi tunaotamani kuja ukute wa Tanzania ambao wana afya njema. Sio wa Tanzania ambao robo tatu watakuwa nishaye kufanya madialysis kwa sababu ya kunywa makemiko mengi. Yeah. Okay. Japokuwa kuna uhusiano kati ya dialysis na pombe, sio kwamba watu wote wenye dialysis ni pombe, lakini tuwe na hiyo tahadhari. Okay. Sawa, labda kwa wewe kama mkoa wa Njombe, sasa mikakati gani ambayo utaitumia kuhakikisha kwamba ilani kila mkoa utakuwa na maeneo yake highlight. Tutaenda kwenye kutekeleza. Okay. Kwa sababu mimi mwenyewe nikiwa Simiyu, ni watu wa Jambo mnakumbuka tulianzisha one district one product factory. Yes. Kiwanda kimoja, bidhaa moja kwenye eneo husika. Hapa pia Dodoma. Ndio hata hapa. Kwa hata kule Njombe mimi naamini kwamba Mungu akinipa afya nikaendelea kuwepo, tutafanya utekelezaji wa viwanda vidogo vidogo kwenye maeneo yetu. Na hela zipo, 10% zipo, nikwambia vijana tuende kwenye viwanda. Asante. Mheshimiwa, nashukuru sana. Nashukuru. Asante.